Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii vile tunaendelea na hii siasa hivi, nataka kuambia mambo ya Kingpin. Sioni ikiisha hii Kenya. Siasa ya Kingpin iishi hapa. Na iishi leo wala kesho. Hii ni siasa ambayo sasa iko. Hii ndio modern ya siasa ambayo tuko nayo. Hii ndio modern ya siasa ambayo tutakuwa nayo, siasa ya Kingpin. I'm telling the truth. Hii ndio modern ya siasa ambayo sasa iko. Sasa hii kila province ambayo tuko na 8 province, kila province tutakuwa na chama yao. Kila province itakuwa na chama yao. Sasa hii Nyanza itasemekana chama yao ni ODM. Coast watakuja kutengeneza chama yao. Lower Eastern iko na chama yao. North Eastern iko na chama yao. Rift Valley itakuwa na chama yao. Western ndio hiyo inaenda kuunda chama yao ya Sifuna na wanakuanga nazo. After that itakuwa na chama za hiyo, ni chama zimesema ni chama za province, region. Itakuja kuwa na chama ya county. Kila county itakuwa na chama Kenya hii, kwa sababu kila governor atakuwa naunda chama yake yeye arudi. Kama amekosana mwenye chama wao, amekosana ile chama ilimpeleka. Kila county itakuwa na chama. Equity Bank utakuja kuona hizi vitu nakwambia. Kila county itakuja kuja na chama hapa. Tukimaliza kila county, kila kabila itakuwa na chama yake. Tribe itakuwa na chama. Paka sisi wenyewe wale ambao watakuwa wakati hiyo au wale ambao watakuwa watasema hapana, hizi chama zimekuwa nyingi, acha tukue na chama 2 au 3. Yes, hizi chama naenda kukua. Lakini kitu jue Kingpin ijaisha. Sasa hii inachapo ni Kingpin. So ukipiga hesabu, piga hesabu after 2022, after 2027, nyinyi hii chama yenu itakuwa wapi? Wewe nyinyi utakuwa wapi? Usipige hesabu ya 2027 ya kusaidia wengine kujipanga 2032. Remember that. Piga siasa below 2027. Kama example nakuuliza, hii chama ambayo itatengenezwa na Sifuna after 2027 itakuwa after 2027 itakuwa nasimamia nini? Itakuwa natetea nini? Hii ni vieko tu sasa hii imetengenezwa. Na vijana wote unaona wanakuwa na moto na hii kitu, kwa sababu wanataka MCA, wanataka governor, wanataka women rep. Vijana wameingia hapa kwa sababu gani? Wanataka hizi cheo. Si kwa sababu wanapenda Sifuna. Si kwa sababu wanapenda hiyo chama, hapana. Kwa sababu wako hapo juu ya Sifuna. Wengine wako hapo biashara juu ya Sifuna. Jina ya biashara Sifuna ni biashara, bila jina Raila walikuwa wanatumia kibiashara. Wanapinti nguo juu ya biashara, bila walikuwa wanapinti nguo Raila juu ya biashara. Hii ndio kitu nafanyika hapa. So wewe ujue hizi mbavieko ambao unaingia sasa hii after 2027, hii vieko itakuwa, hii gari itakuwa, hii lori itakuwa, hii mkokoteni itakuwa, hii wheelbarrow itakuwa, hii mkebe itakuwa. Lakini hiyo tunajuanga after 5 years election, kila chama na change. Kila chama na change. Na kila mudi naingia. Na kila vuguvugu ingine naingia. Hizi ni vitu ya kuchange. Sasa hii ni vuguvugu ya Sifuna. Itakuja inaisha au itakuja inapoa. Vuguvugu ingine itatokea. So good luck sasa hii Sifuna anaenda kuungana. Good luck sasa hii Sifuna anaenda kutengeneza chama. Ili kwe nafasi Waluya saa yote awache kublame Wajaluo. Ili kwe Waluya saa yote awache kublame Raila Amolo Odinga. Ili ikue Waluya saa yote awache kublame ODM. Sasa hii kwa na nyumba, kwa sababu unakuanga na nyumba nyingi, lakini hizo nyumba nyingi hawasaidii. Sasa hii nyumba wasaidie. Waache kukuja hapa kublame nini? Wajaka. Waache kukuja hapa kublame nini? ODM. Waache kuja kublame hapa Raila. Kwa sababu wakati huo ulikuwa na support kwa goodwill. Si ulikuwa na support ulipwe.
Kama ulikuwa unataka kulipwe, familia yake bado iko, anaweza lipa ili Raila Amolo Odinga rest in peace kwa imani. Kama kuna deni Waluya wanadai Raila, please enda kwa Mama Ida, angalia bila hiyo deni yako atalipa. Kama ni kura, akupigie kura iishe. Enda kwa Winnie, enda kwa Raila Junior, enda kwa ule mwingine jina yake sijui nani. Wote bado wako hai, watoto wa Raila Amolo Odinga. Wataenda lipa hizo deni ambayo kila mtu ambaye alisupport Raila Amolo Odinga anaona Raila anadai Raila, au anaona akona haki, lazima arudishiwe mkono. Enda kwa hiyo family kurudishia mkono ili Raila Amolo Odinga rest in peace.